Mara nyingi watu wamekuwa wakinukuu andiko linalosema kwamba kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwamba nanyi mtakuwa na dhiki kwa siku 10. Hiyo dhiki ya siku 10 ambayo inazungumziwa hapo sio dhiki kuu. Hiyo ni mojawapo ya jumbe miongoni mwa yale makanisa 7 ambayo Yohana alipewa ufunuo na Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya makanisa, ambavyo ni vipindi 7 vya kanisa. Kwa hiyo sasa watu wengi waga wananukuu kwamba hiyo dhiki ya siku 10 ndio dhiki kuu. Ni jambo ambalo sio kweli. Dhiki kuu ina miaka 7. Dhiki kuu ni sawa na miaka 7, sio siku 10. Kwa hiyo dhiki kuu sio hiyo iliyozungumziwa hapo kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana kwamba mtakuwa na dhiki ya siku 10. Dhiki kuu ina miaka 7 ambayo imegawanyika katika vipande viwili. Kuna kipande cha kwanza miaka 3.5 na kipande cha pili miaka 3.5 ya mwisho. Na katika hiyo miaka 3.5 ya kwanza ndipo mpinga Kristo ambapo atafanya agano la amani na mataifa. Wakati huo kanisa tayari limeshafanya nini? Limekwisha kunyakuliwa. Mpinga Kristo hatofanya kazi kwa waziwazi mpaka kanisa liondolewe, linyakuliwe. Sasa na kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya pili kuanzia mstari wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 utaona hapo Biblia inasema siri kwa sasa inatenda kazi kwa siri, lakini yupo azuiaye mpaka atakapoondolewa, ambaye ni kanisa la Roho Mtakatifu duniani, ndilo linalopinga utendaji kazi wa waziwazi wa mpinga Kristo, lakini atafunuliwa tu pale kanisa atakapoondoka, itakaponyakuliwa. Ndipo mpinga Kristo atakapofanya kazi kwa waziwazi, ndipo atakapofanya agano la amani na mataifa. Baada ya hapo katika hicho kipindi cha miaka 3.5 ya kwanza atafanya agano la amani. Amani itakuwepo, dini moja, yani kutakuwepo na amani duniani. Baada ya hekalu ambalo litajengwa huko Yerusalemu ambalo lilivunjwa litakapojengwa, mpinga Kristo atakwenda kusimamisha sanamu au chukizo la uharibifu katika patakatifu, akiamuru watu kwamba wamwabudu kana kwamba yeye ni Mungu. Baada ya hapo ndipo Wayahudi au Waisraeli watakuja kushtuka kwamba huyu sio Yesu, maana wao wanaamini kwamba Yesu hajawahi kuja duniani. Wanamkataa Yesu Kristo aliyekuja miaka 2000 iliyopita. Ndio maana Yesu akawaambia, nalikuja kuolewa wangu, wale wangu wakanikataa, lakini atakuja mwingine kwa jina lake, huyo atampokea. Huyo aliyokuwa anazungumzwa hapo ni mpinga Kristo. Kwa hiyo Wayahudi watakavyoona hivyo watakuja kushtuka, watasema hapana, huyu sio Masihi, huyu sio Kristo. Biblia inatuambia ndipo atakapomkumbuka yule waliomchoma. Hapo ndipo atakapokumbuka yule waliomchoma miaka 2000 iliyopita kwamba yule ndiye alikuwa yeye. Kwa hiyo hapo atakuwa ni tule tumeshachelewa. Ndipo kitaanza kipindi kingine cha miaka 3.5 ya mwisho katika hiyo miaka 7 ya dhiki kuu. Hicho kipindi cha miaka 3.5 ndipo atakapoamuru kwamba mataifa waishambulie Israeli. Ndipo sasa hapo yale mateso, ile ghadhabu, maumivu ndio atakapoanzia hapo. Kwa hapo ndio tunasemaga ni dhiki kuu ambayo ina miaka 7, lakini sio ile dhiki ya siku 10 ambayo Bwana Yesu alikuwa anamwambia Yohana miongoni mwa mojawapo ya kanisa kwamba nanyi mtakuwa na dhiki siku 10, mtakamatwa na kuwekwa magerezani. Sio hiyo. Hiyo sio dhiki ambayo ilikuwa inazungumziwa kwamba ni dhiki kuu. Dhiki kuu ni mahususi kabisa, itaruhusiwa kabisa mahususi kwa ajili ya watu ambao hawatanyakuliwa, ambao walimkataa Yesu Kristo, ambao hawakumwamini Yesu Kristo hapa duniani, ambao hawakuamini injili ya kweli. Yaani mtu yote ambaye alikuwa kwenye kanisa la manabii wa uongo, walimu wa uongo, wainjilisti wa uongo, akapokea mafundisho yote ya uongo, hatakuwa sehemu ya unyakuo. Kwa hiyo dhiki kuu itamuhusu. Dhiki kuu itamuhusu mtu yote ambaye hakupata mafundisho sahihi ya Yesu Kristo. Wapo wengi ambao wanasikiliza mafundisho sahihi ya Yesu Kristo kwa sasa wanayakataa na kuyapinga, lakini hao wote siku za unyakuo hawatahusika kwa sababu walikataa mafundisho sahihi ya Yesu Kristo. Walifundishwa kwa habari ya kuacha dhambi na kutubu na kuamini injili, lakini hawakutaka. Kwa hao wote hawatakuwa sehemu ya unyakuo. Kwa hiyo dhiki ya siku 10 inazungumziwa hapo sio dhiki kuu. Dhiki kuu ni kipindi cha miaka 7 ambapo mambo mengi yatafanyika. Na katika hicho kipindi cha miaka 7 injili sio kwamba itakuwa imekoma, hapana. Injili itakuwa inaendelea kuhubiriwa, lakini sio na sisi wa sasa hivi. Biblia inatuambia kuna mashahidi wawili au mizeituni wawili wasimamao mbele
za Mungu. Hawa watakuwa na hubiri, watakuwa na shuhudia wakiwaambia watu wasimkubali huyo mpinga Kristo na nabii wake wa uongo. Biblia inatuambia watakamatwa na kuuawa, lakini siku ya 3 roho ya uhai itarudia kwao, watanyakuliwa juu mbinguni. Kwa hiyo mambo ambayo yapo ndani ya dhiki kuu ni mazito sana, ambayo hayawezi yakavumilika. Lakini ndio maana Yesu akasema kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 3 mstari wa 10, akatuambia hivi: kwa kuwa mmelishika neno la subira yangu, nami nitakuja niwatoe katika saa ya kuharibiwa inayokuja kujaribu ulimwengu na kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Kwa maana yake mpaka sasa anakuambia anakuja kututoa katika usalama. Maana yake kuna vitu viko ndani ya humu haviwezi kuvumilika. Lakini unakisoma Biblia vizuri inaonyesha kwamba kuna watu ambao wataweza kukataa ile chapa ya mnyama. Ni Biblia inasema pazia la hekalu la mbinguni likafunguka, nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa kwa ajili ya neno la ushuhuda wa Yesu Kristo, waliokataa chapa ya yule mnyama. Kwa hiyo kuna watu watakao kataa. Kwa wale wateule ambao zitafupizwa, ile dhiki kuu itafupizwa, sio wateule sisi, ni wateule ambao watakuwa kwenye dhiki kuu. Kuna watakatifu ambao watapatikana ndani ya dhiki kuu. Kwa hiyo kuna watakatifu kabla ya dhiki kuu watakaonyakuliwa, kuna watakatifu ambao watapatikana ndani ya dhiki kuu. Kuna wale wa Israeli 144,000, kuna watakao kataa chapa ya mnyama. Kwa hiyo ni heri ukamwamini Yesu Kristo sasa kuliko kusubiri kipindi cha dhiki kuu kanisa linyakuliwe. Wewe ndio tafute juhudi ya kumwamini Yesu Kristo, hapo utajiokoa kwa damu yako.